Wakati ligi kuu soka Tanzania bara NBC Premier League ikielekea ukingoni huku kukiwa kumesaliwa na michezo ya raundi mbili tu, tayari kuna vuguvugu ama tetesi za usajili kwa vilabu mbalimbali kuweza kujiimarisha kuelekea katika msimu ujao wa 2025 2026. Mojawapo ya majina ambayo yamezidi kutikisa anga za soka ni pamoja na jina la kiungo mshambuliaji wa klabu ya Azam FC Football Club. Huyu si mwingine bali ni Faisal Salum Abdalla Feitoto, ambaye kwa sasa kwenye ligi kuu soka Tanzania bara ndiye kinara wa pasi za usaidizi ama assist, akiwa tayari ameandikisha assist 13 kupitia kwenye miguu yake, huku pia akiwa amefunga magoli 4 katika ligi, akiwa amehusika kwenye mchango wa magoli 17 katika ligi kuu soka Tanzania bara. Faisal Salum Abdalla amekuwa akihusishwa na kuhitajika na vilabu vingi ndani na nje ya nchi ya Tanzania, ikiwemo klabu yake ya zamani ya Young Africa ambayo imehusishwa kwa kikubwa kuhitaji huduma yake tena kwa mara nyingine, lakini vile vile klabu ya Simba wekundu wa Msimbazi ambao nao pia wamehusishwa kuhitaji huduma yake. Hapo awali ilielezwa kwamba klabu ya Yanga ilitoa dau la signing on fee ya milioni 600, lakini Simba wakawa wamepeleka ofa ya milioni 800. Lakini kwa sasa katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara baina ya Simba dhidi ya Singida Black Stars, alionekana kocha mkuu wa zamani wa klabu ya Yanga. Kikubwa ambacho mimi nilikuwa nakiona tayari mechi imeshamkataa Lionel Mateba. Na ukiangalia namna ambavyo Almasi wanacheza, wao wako nyuma zaidi, wako kwenye goli lao. Yaani wao wanacheza low block, wanacheza mid block. Yaani wao wataangalia tuna situation ilivyo na nini tunatakiwa kufanya. Naamini kuna muda ilikuwa inahitajika tunapata mtu ambaye anaweza kufanya hizo runs nyuma yao defenders. Na mtu ambaye anaweza kufanya hicho kitu kwa usahihi mkubwa. Ndio sema kwa. Na ukiangalia pia chance ya mwisho ambayo ameikosa Kapombe imetoka kwa Mkwawa, pigwa cross ndani ya 18, watu wameshindwa kuokoa, wamemkuta Kapombe alichofanya na kijua mwenyewe. Kwa hiyo ni mtu ambaye naamini akiwa anapata muda mwingi wa kucheza, kwa sababu ameingia dakika 80. Kuna baadhi ya hizo movement zilikuwa zinafanyika, unaona ni mtu ambaye akikuwepo mapema kuna namna ingekuwa ina faida nyingine, kwa sababu ya mabeki wangekuwa hawana huo muda wa kupumzika. Unajua kumkabla Lionel Mateba unahitaji kuwa na akili kubwa sana. Unahitajika kuwa na nguvu, cha kwanza uwe na nguvu. Akili inaweza isiwe akili kubwa kwa sababu sio mchezaji mwenye skills. Ni mchezaji ambaye anatabirika, akitoka hapa anaenda pale. Pamoja na heshima ya mchezaji kwa bado na mkataba wa mwaka mmoja na miezi kadhaa. Ukigeuka yuko kushoto, ukigeuka yuko nyuma yako. Kwa mpira ukidondoka mgongoni tatizo. Kwa hiyo mimi nilikuwa naamini ingefanyika sababu mapema. Faisal nia yake ya kumhitaji, lakini pia ni namna gani atakuwa amefit katika project yake. Ndio maana ameamua kufunga safari rasmi, tofauti na klabu ameamua kufunga rasmi safari yeye akiwa kama mlezi wa Faisal ndani ya klabu ya Yanga, na sasa anatamani kuendelea kuwa mlezi wake katika klabu ya Kaizer Chiefs. Na inaelezwa kwamba Nabi ametamka dau la dola 350,000 kama signing on fee kwa mchezaji, ambao ni takriban milioni 900 kama na 40 hivi. Lakini pia amemuelezea kwamba watakwenda kuzungumza na klabu ya Azam kwa ajili ya kuweza kujua ni kipi hasa ambacho kinaweza kujiri katika sekeseke ama katika harakati hizi za kuimarisha vikosi. Tunajua kwamba Kaizer Chiefs kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu imeweza kurejea katika michuano ya kimataifa ya CAF Confederation baada ya kubeba ubingwa wa Nedbank ambao ni ubingwa na uwanio kama wa FA ya kule South Africa, baada ya kuifunga Orlando Pirates katika mchezo wa Soweto Derby ya finali. Na jana ambaye ni mshauri ambaye anasema sio wakala wa Faisal ni Jasmine Razak, ambaye alimsaidia Faisal wakati wa sakata lake la kutaka kuhama kutoka katika klabu ya Yanga kwenda Azam. Yeye ametanabaisha kwamba ofa ziko nyingi, na kwa sasa Faisal yeye amebakia kama mshauri wake kwa ofa zote ambazo amekuwa akizipata. Wana takriban ofa 3 mpaka 5 kutoka Afrika na ndani, zikiwemo 2, na nyingine kubwa ndio hiyo ya Kaizer Chiefs. Na amesema Faisal atakapoona ni wapi sehemu ambao ni sahihi, yeye atakuwa sehemu ya kumshauri, lakini kwa sasa wanachokiangalia ni pesa zaidi. Ikiwa ni pesa kubwa na nzuri kwa Faisal, ikiwa ni nje ya nchi ama ndani ya nchi, basi wao watakubali kumwaga wino. Kwa hiyo bado iko open, na Jasmine Razak amesema yeye anasimama kama mshauri. Kwa hiyo
yale madili ambayo alikuwa anazungumzwa kwa sasa inawezekana upepo kwa umebadilika, lakini odds kubwa zilikuwa kwa upande wa klabu ya Simba ambao ndio inaelezwa kwamba walitoa ofa kubwa na nono zaidi, ikiwemo nyumba, gari, Masaki, pamoja na hiyo offer signing on fee ya milioni 800, lakini vile vile wakiwa wamemalizia hizo ni personal terms, lakini kwa upande wa klabu walikuwa bado hawajamalizana naye. Lakini kwa upande wa Nasruddin Nabi ni kama amebadilisha upepo fulani hivi. Sasa haijajulikana Faisal atachagua kipi. Kwa hiyo tuendelea kusubiria wakati wa tetesi za usajili zinazidi kupamba moto kweli kweli. Endelea kuchon na Rinyo Update TV kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa mbalimbali za kimichezo. Ciao.